نصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. إن لله نفحات المبادرة. Allah Rabbul Izza ana nyofa zake, ana fursa anazitoa, na tunaambiwa tusizizubaie, tuzichangamkie fursa hizo. Kwa kweli kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani ni kipindi ambacho unzila fihi al-Qur'an, kiliteremshwa kitabu kitakatifu cha Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa makadirio, usiku wa cheo, usiku ambao khairum min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi ya alfu, ambao ni sawa na miaka 83 na miezi 6. Sasa kupitia Qur'ani hii tumeamua kuwasomea watu kwa spidi sana, wale ndugu zetu ambao kwa kweli nje ya Ramadhani wamesibiwa na mashetani muda mrefu sana, na mashetani haya wamezunguka. Basi tukaona tusimame katika khidma hii, na ni jambo bora kwa sababu majini hayatibiwi kwa ufamasia wala mahospitalini wala kliniki, ila sehemu kama hizi za zawia ambazo baadhi ya watu wamejitolea kufanya kazi hii kwa maslahi yao na maslahi ya wagonjwa wao kupitia msingi mkubwa wa Qur'ani. Basi Mwenyezi Mungu hulibariki jambo hili, na ni jambo zuri. Ujue Qur'ani tuna uwezo wa kuitumia kwa njia nyingi sana. Mbali ya kuwa ni huda linnas, ni mwongozo wa watu, lakini pia Qur'ani ni tiba kumbe kubwa sana. Wa nunazzilu minal Qur'ani, tumeteremsha kilichokuwemo ndani ya Qur'ani, ma huwa, kile ambacho kwamba shifaun, kwanza ni tiba, ni dawa, wa rahmatun, na ni kheri, ni maisha, ni baraka, ni msaada lilmu'minina, kwa waumini wenye kuiamini. Kwa hiyo sasa kauli yetu mbiu, tumeanza kwa kasi ndani ya Ramadhani. Si mwezi wa kupumzika, ndo mwezi wa kusomeana, na kwa kweli watu wengi wamepata sana nafuu, yani nafuu ya hali ya juu sana. Na nje ya Ramadhani tutaendelea, so Ramadhani yenyewe ni ayyama ma'dudati, ni ayami ma'dudati, ni siku kidogo tu, na hivi sasa ndo tunasindikiza gurudumu la Ramadhani, ndo ishakwisha. Sasa kishaisha ndo tumalize? Hapana, tunaendelea baada ya Ramadhani na visomo, na havijaanza leo, vilianza kabla ya Ramadhani miaka 10 na kitu iliyopita, na hivi sasa tutaendelea mpaka mwisho wa pumzi zetu. Na jambo hili tunamwomba tu Allah subhanahu wa ta'ala tuweke mbali na mitihani yake, kwa sababu jambo hili pia ni la kujitolea, kwa sababu kujitolea kwake yale maisha wanaoishi binadamu wenzio, kwa wewe itabidi uyaepuke. Kurelax kuna kwa kudogo, takiwa uwe mwingi wa ibada kidogo, umeswali kablia baadia kidogo, umejipamba na sunna kidogo, lakini pia sehemu za anasa wenzio watakazoenda, wewe ujizuie na mambo mengi. Kwa hiyo tunaishi kwa masharti, lakini kwa upande mwingine tunanufaika, alhamdulillah. Tunanufaika kwa sababu mtu akimleta mtoto wake akatibiwa vizuri akapona, mlimwekea sadaka yake kidogo, lakini mara akafurahi akaongeza, sasa ile extra, ile ziada, tunanufaika kwa njia moja ama nyingine, na inatutia moyo kwa kweli. Lakini ushauri wangu niseme, siwezi kuwasemea wengine, lakini nasema kwa sisi watu wote wanaosumbuliwa na maradhi yoyote ya sampuli yoyote, hata kama ya kihospitali, tuleteeni inshallah.
Tuleteeni, tutamwomba Allah. Tuna njia nyingi sana. Kama ndo haya ya majini, kwa kweli tuleteeni. Siwezi kukuambia muende na sehemu fulani na ni sehemu fulani, nazo tunazidhania vizuri wanafanya tiba, lakini hatujawahi kufanya tafiti tiba zao za sampuli gani. Labda wewe mgonjwa ndo ukafanye mwenyewe tafiti, kwa sababu issue sio kupona tu. Upone lakini kwa njia za halali, isiwe sababu ya maradhi unaenda kufanyishwa ushirikina, paswa nazi kiajabu ajabu, mahirizi, matunguli, kuomba mizimu, kuzunguka makaburini, kutawakal kwa Allah. Hata kama utapona, umepona kimwili, kiroho utakuwa una kesi na Mwenyezi Mungu. Ruqya ni tiba na ni ibada, na Mtume sema la ba'sa birruqya, hakuna ubaya watu kufanya ruqya. Lakini ukiachilia mbali yote, inawezekana ukimaliza ruqya umesamehewa madhambi, maki unasikiliza kitabu cha Allah. Introduction tu. Sisi tuko nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni, Rozana. Ingia kwenye page Othman Michael Online TV, utaona vipindi vingi vya madawa na nini, vingi sana. Na wewe toa msaada, ingiza kwenye magrupu, visomo hivi ingiza kwenye magrupu, ili watu wajue, waje kwa wingi, kwa sababu tuna mazingira ya kupokea umma mzima. Hawatushindi. Na kila siku sisi tupo katika jambo hili. Tunamshukuru Allah. Tulikuwa tunafanya kazi zingine za kidunia, kwa sababu si kwamba ndo tumeishia mambo haya alifu bete the, kwa hiyo hatuna issue, hapana. Tunajua mambo mengi sana ya duniani, tunajua ufundi, tunajua masomo, tunajua udereva, kuliko walokuwepo huko pengine. Lakini kwa ushauri wa waumini na baadhi ya walimu, mashekhe, waliona na haya mambo tunayaweza, hebu tusimame nayo, na tukasimama nayo, tukaona haja zetu zinakwenda, basi tukaona wafikiri kuna jambo zuri kama kula kupitia Qur'ani bana. Ili wewe ule kwa siku sharti usome Qur'ani, sharti uombe dua. Binafsi nikaliona ni bora, na nikaona pengine huu jana wangu ikawa miongoni mwa wale watu ambao shabun nasha fi ibadatillah, ikawa katika wale vijana waliokuwa katika ibada ya Mola wao. Sasa hivi ningekuwa naendesha meli huko, maki nilikuwa nikifanya hivyo. Nilikuwa naendesha roli, maki nilikuwa nikiendesha hayo. Nilikuwa engineer, ingekuwa sasa hivi natenza magari, pengine ningepita siku hata haya nisisome. Lakini hapa ninavyokuambia nishasoma haya kibao toka nimekucha. Usiku wa jana nimekesha nikisalisha raka 20 usiku wa manane, na salatul haja na witri na adhkari na salatu ala nabii nyingi. So nyuma yangu kulikuwa kuna watu tumepanga mkesha. Kwa hiyo binafsi naliona hili jambo ni kheri, kwa hiyo ipo haja ni kualikeni kwa sababu mbili. Kwanza naona watu wanapona. Sasa haya mazingira hayawezi kujitangaza wenyewe tu kwamba watu wamepona, lazima tuwasemee. Tena mimi ni mtangazaji mkubwa kuliko hao wagonjwa, kwa sababu na mtandao na online hizi, yani nikisema zinanitika, alhamdulillah. Kwa hiyo kupitia hili nimejua position yangu ni wapi, sikusubiri niambie waambie watu. Kwa hiyo nimekuambieni jambo la kweli, hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa njia moja ama nyingine nitanufaika kwa ujaji wenu, na nina haki kunufaika, kwa sababu mashaka ya majini yenu haya yanayokusumbueni, mimi ndo najua. Waweza ukaja na mashetani, mara ukantukana, mara ukafanya fujo, mara ukataka kupigana, mara ukatapika, mara ukatema mate. Hizi ni taklifu hizi. Lakini pia naweza nikakusomea uponi haraka mpaka sauti nitaka kupotea. Lakini pia nasaidizana na madawa. Hakikatan kulipa ni jambo la wajibu, wala si jambo la khiari, na usipofanya hivyo tutashindwa. So sisi sio mashine, tunahitaji tule, tuvae, tuishi kama watu wengine. Kwa hiyo haihitajiki kinyonge namna hiyo. Lakini hii si biashara, ni huduma. Hii
This is not business. Hii ni huduma. Kwa hiyo ni huduma inaenda kwa ajili ya sadaka. Wenzetu upande wa kushoto tunasemaga, au upande wa pili, siseme upande wa kushoto pengine wakakasirika, lakini kwa lugha nyingine watu wa dini isiyokuwa ya Kiislamu wana huduma, na ile huduma yao kwa mtizamo wetu wa sisi wa Kiislamu ni huduma ya kishirikina, japo hawana matunguli na hatukubaliani nayo, na ndio maana tunasema Muislamu akienda kule sisi tunasema haifai. Lakini tizama wenzetu wanavyoitikia makasisi wao, wanavyoitikia mapadiri wao, wanaenda kwa kishindo, wanajaa. Mimi nauliza, ni kwamba huduma yao wale ni bora kuliko hii ya kwetu ya dini, au ndo hatukubali sisi vitu vyetu Waislamu? Kwa nini kila shekhe akijitolea kufanya mambo ya ruqya huonekana kama mshirikina, huonekana kama ameishiwa hana kazi, huonekana kama mganga kienyeji? Maadhallah. Na uitikiaji wetu ni mchache. Bali itakiwa hapa kwetu sisi ndio wakimbilie Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu sisi tuna fakti. Hatuwezi kutangaza miujiza. Shika mtu hivi kadondoka chini, toka jini, akudanganya nani? Wallahi niko ndani ya saumu. Wanatoka watu huko ashashikwa kichwa sana, na wanakuja na wanatoka kanisani, wanatoka kwa viringe vya ajabu na hawajapona. Kweli shifa ipo mikononi mwa Allah, lakini haijawezekana mtu kaingiwa na jini wenyewe semeni eti kashikwa tu hivi ndo kashapona. You can imagine kama wewe ni aklia, hakuna habari kama hizo. Na hakuna mtu kiboko yeye ni kiboko wa majini, ni kiboko ya wachawi. Hakuna kitu hicho. Kiboko wa hayo ni Qur'ani, na mtu yoyote atakayesoma uzuri Qur'ani Allah atamfanyia pesi. Haya mambo ya kuongezeana mna karama mna nini yako wewe, lakini mtu yoyote akijifunza vizuri tiba, kafuta sunna, kawa na ucha Mungu, hizo karama anazo tu. Hakuna karama za kuokota tu umeamka eti nina makarama. Na isijalishe kujaza watu wengi kwamba ndo jambo haswa. Saa nyingine ni mtihani tu, saa nyingine unafanya mambo ya fitna na unakuta watu wamejaa bila mpangilio, lakini sisi tunataka watu wajae kwa ukweli. Kwa hiyo wasia wangu tujitahidi kujitibu kwa njia zilizokuwa za sawa. Na la mwisho kusema maneno haya, wale wenzetu ambao si wa dini hii hatuwazuii wao kuja huku, waje tuwasomee. Sisi tunasema kwa sababu Uislamu hauna uchoyo, tutakaribisha kwenye dini, pengine wakaslimu, lakini hawalazimishwi wala hatuharibu imani zao, na tunaendelea kuheshimu itikadi zao, na ndio Uislamu unavyotaka. Kwa hiyo nikome hapa. Ya kuzungumza ni mengi sana, lakini itosheleze. Njoo Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni, Lausanne. Piga simu kwa mawasiliano unayoyaona. Nikushukuruni kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.